Kila kona ya mtaa, kila uchochoro, kila kurasa ya mtandao wa kijamii, zogo ni moja tu: kupanda kwa bei ya mafuta. Hali si kama ilivyozoeleka katika mitaa ya jiji la Dar es Salaam. Tunawaomba serikali kwamba bwana waangalie kwa jicho la tatu au jicho la nyama. Umeelewa? Kuangalia huko ni kwamba wapunguze vati, wapunguze hizi tozo hizi kwenye hizi kampuni ambazo zinaleta mafuta. Kweli hatuwezi kukataa kwa sababu ni dunia nzima, au vipi? Lakini serikali yetu ifanye namna. Kwa kweli hali imekuwa ngumu kwa kweli, kiasi ambacho unafanya kazi jioni cha maana hakuna. Na maanisha unafanya kazi unapata hela ya mafuta na tajiri wewe unaondoka mtupu. Mafuta lita shilingi 3,820. Hiyo sio kawaida. Kwa kama unatumia mafuta shilingi 20,000, sasa unatumia mafuta mpaka 24,000 kwa siku kwa ajili ya kufanya biashara. Sasa inakuwa na wateja ukimwambia bwana bei ya mafuta imepanda upandishe bei, wateja wanakuwa wakali hawakubali. Kwa hiyo imetuathiri sana. Siku mbili tu zimepita tangu mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji EWURA kutangaza mabadiliko ya bei mpya za mafuta nchini. Wananchi wanahofu kuwa endapo hali hii ikiendelea inaweza kuathiri kabisa mfumo mzima wa bajeti zao za kila siku. Inaniathiri, inakuwa changamoto kwa sababu kuna nauli tunazifahamu kutoka mahali fulani kwenda mahali fulani kiasi fulani. Sasa unakuwa na nauli yako inayotosha safari yako, lakini unakuta badiliko, ina maana umefeli safari. Sasa hii ndio inatuathiri. Sababu mipango yako ilikuwa imepanga haiendi sasa. Nakumbuka waziri wa nishati alizungumza kwamba mafuta yapo kwa wingi. Sasa tunashindwa kuelewa ile tamko sija litamkeje. Kwa hiyo alisema kwamba mafuta yapo. Kwa hiyo sasa imefikia sasa amesema mafuta yameisha tena, sisi tunafanyaje? Sasa yale mafuta alikuwa anatamka yapo yameenda wapi? Nafika ananiambia nauli shilingi kadhaa ambayo mimi sikuwa na bajeti hiyo. Kwa hiyo tayari hapo mimi bajeti yangu isharibika. Lakini hali hii sio jijini Dar es Salaam pekee. Mapema jana jijini Mbeya kumeripotiwa mgomo wa madereva wa daladala ambao ulidumu kwa takribani saa 10, huku abiria wakiona kama hali hii huenda ikaathiri kabisa mfumo wao wa bajeti ambao wamekuwa wakiutumia kila siku kwa ajili ya pesa za usafiri. Mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA inasema kuwa watoa huduma ya usafiri ambao watagoma kutokana na ongezeko hili la bei ya mafuta watalazimika kufutiwa leseni zao, huku tarehe 8 Aprili kukitarajiwa kufanyika kikao kitakachohusisha mamlaka na watoa huduma kujadili hali hii. Sisi hatudhibiti nauli za bajaji. Umeona kulikuwa na maswali kama na bajaji wameongeza, na zile ni gari za kukodi. Ukikodi gari unalipia kwa nauli ya bajaji au pikipiki, bodaboda. Kwa hiyo migomo niliyopata sasa hivi Mbeya, ninachosema kwa kweli nitafuta leseni. Ni rahisi tu, si haupo ufanye kazi. Sasa leseni huhitaji, kwa hiyo nafuta leseni. Kwa madereva ambao wanatumia nishati ya gesi, wao ni nafuu kidogo, lakini kilio bado ni kile kile. Aweni nayo ila sema yani hawezi ukakwepa moja kwa moja, unaona, kwa sababu kwa mfano hizi gari za gesi wataalamu wanakushauri angalau wanatembea kwa siku kilomita 14 na mafuta. Sasa kama wanatembea kilomita 14 na mafuta, manake hiyo tayari ni kwa hesabu za mwanzoni kabla bei hazijapanda hizo, ulikuwa unaweza kutumia mafuta lita moja ambayo ni ya shilingi 3,000 ukatembelea hizo kilomita 14, lakini sasa hivi ukiweka mafuta 10,000 manake hata lita 3 upate. Wakati serikali ikiendelea kutafuta njia za kudhibiti hali hii ambayo kwa kiasi kikubwa inatajwa kusababishwa na vita vinavyoendelea Mashariki ya Kati, mapema jana Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alitengua uteuzi wa mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji EWURA, Dr. James Mwaiyekule, ambaye hivi karibuni alizungumza kuhusu sakata la kupanda kwa bei ya mafuta nchini. Katika swala la bei ni kwamba kwa sisi tunapopanga bei tunazingatia vigezo vya msingi kama vitatu, ambapo ni gharama za kuagiza mafuta FOB, pia tunaangalia swala la premium, lakini pia bei zetu za mafuta zinaathiriwa na swala la exchange rate. Kwa hiyo katika hali ya ujumla kwamba elementi zote hizo hatuna udhibiti nazo kwa sababu zinakuwa driven na mwenendo wa soko la ndani na soko la nje. Swali linalosalia ni kuwa pengine utenguzi wake unaweza ukawa ni majibu ya mtihani wa mafuta uliopo hivi sasa. Matias Mloli, Kasri, Crown Media. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.